Habari ya wakati huu, mbele yako ni mkurugenzi mtendaji wa Jesto Hardware, kwa majina anaitwa Jesto Roden Ngira. Jesto Hardware tunapatikana Dar es Salaam, Kariakoo, mtaa wa Nyamwezi na Malondo. Njombe pia tunapatikana mkabara na stendi ya zamani. Jesto tunashughulika na vifaa vya ujenzi aina mbalimbali, vikiwemo vifaa vya useremala, yani handles, mikono ya makabati, miguu ya masofa na mapambo ya aina mbalimbali. Pia tunadili na bodi za aina mbalimbali ikiwemo MDF, melamine, marine bodi, block bodi na bodi za aina mbalimbali. Jesto Hardware tunadili pia na vifaa vya uchomeleaji ikiwemo mashiti, square pipe, black pipe, stiki za kuchomelea, yani stiki za kawaida, stiki za udongo na stiki za stainless steel. Jesto Hardware pia tunadili na vifaa vya bomba vikiwemo PVC pipe, IPS pipe, GS pipes na fittings zake pamoja na coil za aina mbalimbali. Na mwisho ni kukaribishe dukani kwetu Jesto Hardware kwa kufika Dar es Salaam, Kariakoo na Njombe stendi ya zamani. Dar es Salaam tunapatikana kwa nambari ya simu 0763159797 na Njombe tunapatikana kwa nambari ya simu 0762156464. Hebu Jesto Hardware, kwani Jesto Hardware we are the factory. Asante. Shukrani sana. Mimi naitwa Anko G na leo tuko Tunduma ambao sasa ni mkoa wa Songwe kwa udhamini mkubwa kabisa wa Jesto Hardware ambao wao wamesababisha kwamba tunatoka Njombe mpaka Tunduma kuhakikisha kwamba asili yetu Rada Tour inakuwa fresh kabisa. Hawa Jesto Hardware wanapatikana mkoani Njombe, stendi ya zamani. Yanapotokea tu tazama upande wa juu utakutana na bango kubwa kabisa Jesto Hardware, lakini wazingatie namba za simu ambazo ziko kwenye skrini yako. Mimi naitwa Ngoji, nyuma ya kamera ni Vani na bado tuko Tunduma. Leo tuko na mtumishi wa Mungu kutoka Tunduma. Karibu sana Asili Yetu TV. Mimi niseme nashukuru sana, asanteni kwa kuja huku. Wabariki sana. Mara nyingi huwa nakuona TikTok tu na mkeo. Yule ni mke wako au ni mtu ambaye unafanya naye huduma? Yule ni mke wangu. Okay. Kabisa wa ndoa. Okay. Yeah. Kwa wale watu ambao sasa hawakufahamu, unaitwa nani? Jina yangu mimi naitwa Musa Mwasenga. Musa Mwasenga. Yeah. Mwimbaji wa nyimbo za Injili. Okay. Mimi nataka tuanze kwanza ubunifu ambao umeutengeneza huu usafiri. Nikiucheki naona ni usafiri wa ubunifu ambao umefanyika wapi hasa? Hivi vitu tumebumba tu wenyewe hapo. Mambo ya masklepa na nini, tunaanza kuunda hivi, vingine vinauzwa madukani huko kote, hivyo vilivyouzwa madukani tukaenda tukanunua, lakini hivi kwa masklepa tukaenda tukapata kwenye mambo ya sklepa huko tukapata bomba na nini kama hivyo. Okay, baiskeli hii inaitwaje kwanza? Ni baiskeli ni nini? Mimi sijui ni ile jina gani. Kwa sababu kama mnavyoiona, kwa sababu situmii nguvu yenyewe, unawasha tunafunguo. Okay. Inatumia mfumo gani? Inatumia mfumo wa mota. Mota. Ubunifu wa kufunga mota nani kaufanya? Hapo naweza nikasema mimi ndo nilikuwa mtaalamu. Kwa sababu naenda kuwaelekeza jamani tufanye. Leo wanafanya ninachowaelekeza mimi, baadaye tukanunua ile tairi la mbele kwa sababu inavuta tairi ya mbele. Hizi za nyuma tu zenyewe kazi yake ni breki na nini hivi. Kwa mota inavuta tairi ya mbele. Okay. Yeah. Na wewe mwenyewe ambaye umetoa ubunifu hujui inaitwaje sasa? Yaani naweza nikasema niite baskeli au wengine wanaweza kusema tuite pikipiki. Sasa kuita pikipiki itakuwa hatujaitendea haki sana. Kwa sababu pia ukiangalia baskeli zake za nyuma ni za baskeli. Tunaweza tukasema tuite baskeli ya umeme. Okay. Na inakwenda kilomita ngapi? Inaenda kilomita 80. Kilomita 80. Mwamba umetisha. Dogo sana. Shukrani sana. Kwa watu ambao sasa tumeshaona ubunifu wako umeufanya kwa ajili ambao tunafanya ubunifu endelevu au kwa ajili ya kwako tu matumizi binafsi? Atakaye kuwa na uhitaji tunaweza tukamsaidia. Okay. Kumwelekeza tu kununua vifaa na nini kama mota, betri, ya matairi, bomba, vyote viskani na nini. Anza kumuungia kidogo. Okay. Nataka sasa tupige story kuhusiana na safari yako ya huduma ya uimbaji wa nyimbo za Injili. Tulianza mwaka gani? Nyimbo za Injili nianza mwaka 2017. Hapo ndo nilianza rasmi. Okay. Kitu gani ambacho kilikushawishi sana kuingia kwenye uimbaji wa nyimbo za Injili? Unajua ukiniangalia jinsi nilivyo na nini, hata nikiwa kanisani, nikiwa nafanya ibada kanisani, siwezi kufanya usafi, siwezi kudeki, siwezi kufuta viti, kwa nikawaza umeniita, umeniacha na uhai namna hii.
Kwa nilipolala asubuhi nikakuta kitu fulani. Nashukuru Mungu ile nyimbo watu walipokea. Wepo hata washirika wenzangu pia Okay. Kwa hiyo ulimlilia Mungu baada ya kuona sasa kulingana na changamoto ya mwili jinsi ulivyo, ukaona sasa mimi nitamtumikia Mungu kwenye nafasi gani? Okay. Kwa hiyo Mungu akakujibu kwamba sasa wewe unatakiwa ukae kwenye nafasi fulani. Okay. Mapokeo kutoka 2017 mpaka leo tunamuona ni mwimbaji wa aina gani, viwango gani? Yaani naweza nikasema kwamba kwa mfano kwa mwaka 2017 mpaka ni sisi wale tulikuwa tunaimba nyimbo za kuimba kanisani. Okay. Kwa tunaga maono kwamba na sisi siku moja labda tutakuja watu wakatikia. Kwa tunaimba tu nyimbo na tumeimba tu, unaenda kuimba kanisani umemaliza. Mara ikitokea mikutano kama hivi unaweza kaenda kaomba nafasi pale, sometime wa kunyime, sometime wa kupe. Kwa unakuta hivyo. Okay. Kwa hiyo tunaimba zile nyimbo za makanisani na nini. Okay. Na baada ya hapo? Kwa sasa hivi bado tunaimba tu makanisani au tunafikiria kutoka zaidi? Kwa sasa hivi naweza nikasema sasa hivi inatakiwa fanye kazi ya Mungu isikike duniani, watu waelimike, watu sio kusoma kanisani tena. Kanisani tunaimba ndio, lakini sasa haziishi kanisani. Sasa hivi ukiimba lazima uziweke kwenye mitandao, watu wengine pia wanufaike. Sababu zamani tulikuwa tunaweka kwenye flash tu. Yaani hizo flash tunatembea nazo, yaani unajua kuna ile kitu unakaa nacho mwenyewe. Kuna mtu ambaye kwa mfano kama hapo ukisema nyimbo zako Bwana Musa vipi zinapatikana wapi? Hata kwenye mitandao sipo. Facebook, TikTok wapi sipatikani. Nyimbo inazo kwa wapi? Kwenye flash. Kwa hiyo ukitaka nikupe basi ndio nikuuzie flash au basi nikuhamishie. Kwa hiyo ndo namna tulivyokuwa tunafanya. Lakini kwa sasa hivi unafanya huduma ya uimbaji, unapoimba unaweka kwenye mitandao, watu wengine pia wananufaika. Okay. Zinawahudumia huko kwa vile ambavyo wao wanagusa. Okay. Musa, mpaka sasa hivi tuko na nyimbo ngapi ambazo ziko kwenye mitandao ya kijamii? 16. Lakini ambazo bado sijafanyia video na ziko nyingi, pia kwenye 30. Okay. Changamoto gani ambayo wewe binafsi unaona kabisa umekuwa ukikutana nayo mara nyingi sana kwenye safari yako ya uimbaji? Changamoto ni nyingi sana changamoto. Kwa ndo kama hivi. Hauna mtu ambaye anakusimamia, wewe ndio wewe, labda fanya kitu kizuri ambacho kinamtukuza. Unakuta huna hela, kwa hiyo unatakiwa usubiri upambane upate fedha ndio uende studio. Okay. Kwa ni changamoto, lakini unakuta unapoenda studio pia wao wenyewe pia wakucheleweshe kukutolea wimbo wako. Kwa unakuta mambo yanakuwa mengi, mwisho wa siku unakuta hata tamaa. Lakini Mungu anakusaidia hivyo, ukiambia baadhi ya watu wakikusupport hivyo. Okay. Na 2026 tutarajie nini kutoka kwako? Ile 2026 vitu vikubwa ambavyo Mungu jinsi atakavyotujaza. Okay. Kuna ile nyimbo ambayo huwa unapenda kuimba na mke wako mara nyingi sana. Mke wangu si nini na nini. Kujaje? Sasa hivi naweza nikasema pana nyimbo za aina mbili. Sasa sijui wewe unaizungumzia ipi? Kuna nyimbo ile umemsifia mke wako ya kwanza kabisa. Ya kwanza mimi nimefanya challenge. Okay. Nyimbo tu ya Okay. Lakini tuliona ukilalamika kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na challenge kama ilikusumbua kati ya wewe na mwenye nyimbo. Of course ilinisumbua na iliniletea shida sana, ila ilitaka kunirudisha nyuma sana, lakini kuna mashabiki mpaka Kenya. Sehemu nyingi ambavyo unajua hii mitandao iko sehemu nyingi. Yaani sema duniani kote kwa sasa hivi watu wanafuatilia. Okay. Nashukuru Mungu kwa hiyo. Maokoto tunapiga kule kwenye mitandao ya kijamii? Bado. Lakini mashabiki kutoka nchi mbalimbali wanakuzingatia. Okay. Kwa hiyo 2026 tutarajie tunaachia kazi kubwa zaidi au namna gani? 2016 nataka kwanza 2026 hii. 2026 nataka kwanza ni shuti sana huu wimbo ambao
nimepata kutoka Kenya. Okay. Ya, nataka ni shoot video hiyo huo. Alafu baadaye sasa ndio nitengeneze kitu kingine kizuri zaidi. Okay. Ndio kitu kitawabariki watu. Kwa sababu unajua mpaka nimefikia hapa wameshaanza kusema wewe sio mtumishi, unaimba nyimbo za mapenzi. Sasa ukianza kufuatilia na mimi nikifuatilia background yangu jinsi nilivyompata mke wangu na nini. Naona kama zile nyimbo bado mambo mengi tunafanya mwenyewe. Okay. Ulimpataje mke wako? Nimempata kwenye changamoto nyingi sana. Tumekuja na tumeishi mpaka leo hii na tuna watoto wawili. Sema ni neema. Bado pana vita lakini okay. Changamoto zilikuwa ni nyingi. Mpaka unaona tu nafanya kazi na palikuwa pana vita mpaka mimi na mke wangu kukaa na kuishi ndoa mpaka nimekuja kuoa na kufanya harusi, palikuwa na vita. Tunajua maisha yetu ya vijijini haya. Pia vijijini utaratibu pia wa kutoa posa, wakikupenda wao hawanaga utaratibu wa kutoa posa. Wakikupenda wanakuweka begani, wanakupeleka ghetto. Mambo ya posa na nini baadaye. Kwa sasa wakati nampata mke wangu yule, nielezee kwa ufupi. Wakati nampata mke wangu vile nikaipata ya kutaka pia hata kurudishiwa mali niliyotoa. Kwa kigezo gani? Hakuna mtu tu amekuja amempenda mwanamke anataka kutoa mahali, atoe mahali mara mbili, yani akurudishie mahali iliyokutoa pale, atoe tena nyingine, atoe nyingine, ili lengo tu ampate. Ngoma ikawa nzito hiyo. Lakini nashukuru Mungu alisimama upande wangu, akamshikilia yule mwanamke. Yule mwanamke akasema mimi sikutaki, nataka huyu, sababu huyu ndo aliyewahi falma mwanzo. Unajua ukishatia nanga anayekuja kutia nanga mwingine mwenye nguvu aliyokuwa wa kwanza. Okay. Kwa hiyo nashukuru Mungu, mke wangu alikuwa na msimamo, akashikilia mama na mimi, na japo alikuwa ananielezea vitu ambavyo anapigana navyo, ikiwepo na wazazi pia walikuwa wananikataa, kama yule bwana sisi hivyo. Okay. Mungu, mke wangu akasimama upande wangu, akanipenda kwa dhati mpaka nimekuja nikatoa nyumbani kwao, tukafanya harusi kanisani. Okay. Naye anaimba kama wewe? Okay. Nani pia kuwa na kalama ya kuimba. Utamfundisha. Shukrani sana. Tumepiga story kuhusiana na safari yako ya uimbaji, lakini pia tumegusia safari yako ya maisha ya kawaida wewe na mke wako. Tuna watoto wawili. Watoto wawili wamepatikana, mke wako kwenye changamoto au mke wako kwenye furaha? Watoto wawili wamepatikana tu kwenye ndoa. Kwenye ndoa. Yeah. Okay. Nini sasa nikikupa nafasi ukamwambia mke wako, ujumbe gani ambao unaweza kumwacha nao siku ya leo? Okay. Nampenda sana na namjali sana sababu bila yeye sidhani kama kwenye huduma ningekuwa niko hapa. Okay. Support kubwa sana. Vile tu watu walivyomuona mke wangu wakaanza kuona kwenye comment section. Huyu naye kumbe wanawake wenye huruma mpaka leo hapo. Wengine mke wako Mungu ampe maisha marefu sana kwa. Okay. Na tunavyotazama sasa kwenye huduma hii ya uimbaji ambayo tunaifanya, unapata sapoti ipi kutoka kwa waimbaji wenzio? Yaani ule kushirikiana na wewe yani. Kushirikiana na mimi hapo. Kwa kweli siwezi, tumwachie Mungu. Hapo kuelezea mambo itakuwa ni ngumu. Okay. Japo support ipo lakini kuelezea inakuwa ni changamoto. Bwana Musa, mimi nimepiga story na wewe sana. Natamani nikupe nafasi useme sasa na mashabiki zako moja kwa moja. Uambie mashabiki zako unaitwa nani, kwenye mitandao ya kijamii unapatikanaje, ili sasa yule ambaye hajawahi kukufuatilia aweze kwenda kukufuatilia pia. Mimi kwa majina ambayo natumia kwenye upande wa mitandao ya kijamii Musa, unaandika double S. Okay, double S. Usiandike okay, double S. Ukiweka S moja linaweza lisije jina langu. Okay.
Msa double S pale, alafu unaandika Mwasenga. Mwasenga ya. Okay. Andika Mwasenga pale, unaikuta tu moja kwa moja akaunti yangu kwa kijamii. Facebook hivyo hivyo. TikTok hivyo hivyo, hasa sana TikTok. Jina ambalo na kijamii kwa upande wa Facebook utaandika Msa. Okay, Msa. Kote double S. Msa. Okay. Umemaliza hapo. Hapo nashukuru sana. Karibu sana Njombe. Nashukuru sana. Kwa kinijalia nafasi na utakuja. Lazima nifike. Karibu sana. Nashukuru sana. Bwana, mimi naitwa Anko G. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu Msa Mwasenga ambaye yeye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Hakikisha unaenda kumzingatia kwenye mitandao yake ya kijamii kote ambako anatumia. Lakini pia tuwashukuru sana Jesto Hardware ambao wao wamesababisha kwamba Asili Yetu TV, Asili Yetu Rada Tour 2026 tuweze kufika mkoani Songwe, ambapo sasa hivi tuko Tunduma, ndo shughuli kwanza inaanza. Tunakukusanyia habari mbalimbali ambazo zinapatikana huku, walianzaje, wamefikaje. Endelea kuenjoy na Asili Yetu TV, lakini kukumbushe, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau kushare, usisahau kulike, ili habari hizi ziweze kufika popote pale ambapo tunakuwa tunatakiwa kufika, na wengine waweze kufahamu kwamba huku kuna kitu fulani ambacho kinaendelea. Mimi naitwa Anko G.